Toa marehemu Abdullahi Musa almaruf Banjo. Tulipotelewa na baba yetu tarehe 12 mida ya saa 2, lakini siku ya tarehe 13 ndio tulipokuja kupata taarifa kwamba hajarudi nyumbani. Tukaenda pale kwenye jengo ambalo anafanyia mazoezi na ndipo alipokwenda mara ya mwisho. Tukaenda anapofanya mazoezi ambapo ndo alipoenda mara ya mwisho, tukakuta gari lake na tukaanza process nyingine za kutoa taarifa polisi na wenyewe wakaanza uchunguzi. Tulitoa taarifa polisi kituo cha kati, tukapatiwa mpelelezi ambaye anaitwa Wambura pamoja na Yohana ambao wakiwa chini ya uangalizi wa OCCID Fande Maita, na baada hapo waliendelea na uchunguzi. Baadaye tulitoa taarifa kwa ofisi ya RCO mwenyewe, tuliongea naye akaahidi wanaendelea na taratibu za upelelezi. Baadaye siku ya tarehe 18 jioni tulipata taarifa baada ya kuposti na kuongea kwenye mitandao ya kijamii. Tulipata taarifa kwamba kuna mwili uliokotwa siku ya Jumapili ya tarehe 15 Bereko Kondoa. Jioni hiyo tulianza safari ya kuelekea Bereko, na tulipofika Bereko tulipokelewa na tulitoa taarifa kwenye kituo cha polisi na tulipokelewa vizuri. Tukaambiwa mwili upo, lakini kwa kuwa tumefika usiku tusubiri paka asubuhi. Asubuhi tulipata taratibu zote na wenyewe wakatupa ushirikiano kwenda kutuonyesha mwili ulikuwa umehifadhiwa mochwari, na hapo ndipo tulipomtambua baba kwani yeye amefariki na amekutwa Bereko. Kwa maelezo ya polisi wa Bereko, walitupa briefing kidogo kuhusu mahali mwili ulipokotwa, na pia tulifika eneo la tukio. Kwa ni msituni sana. Tulifika pale tukaangalia, lakini hakuna chochote tulichokipata. Baadaye tukaanza taratibu za kupewa mwili na kurudisha Arusha, na hatimaye leo tumefanikiwa kumpumzisha mzee wetu kwenye nyumba yake ya milele. Okay. Labda wakati mlivyochukua mwili kutoka Kondoa Bereko mpaka kuleta hapa, labda ulipoangalia mwili wake ulikuwa na majeraha sehemu gani? Ana jeraha kwenye kichwa, ana jeraha, amevunjika mkono wa kushoto, na pia macho yake pia hayakuwa sawa. Ndio. Labda baada ya taratibu nyingine za kipolisi mlipojaribu kuhoji hapa Arusha ilikuwaje mtu alitekwa Arusha alafu mwili wake ukaenda kukutwa kule Bereko? Hapa katikati kuna beria za polisi, kuna ukaguzi. Polisi wanasemaje? Mpaka sasa hatujapokea. Ilikuwa ni kawaida ya mpelelezi kutupigia simu na kutupa taratibu zinazoendelea, lakini hawajatupigia simu wala kutupa taarifa yoyote, na sidhani kama hawajasikia kwamba tumepata mwili. Hawajapiga simu wala kutupa chochote kile. Ukimya wa polisi kutokutoa taarifa yoyote kuhusiana na hii ikoje? Sidhani kama ni sawa. Labda ni taratibu zao za ofisi kwamba hawatoi taarifa baada ya kusikia chochote. Sidhani kama hawajasikia, na nadhani labda ni taratibu zao za polisi kwamba baada ya kusikia taarifa hizo hawana lolote la kutuambia au lolote la kutusaidia. Baba yangu alichukuliwa jengo la Ngorongoro Arusha. Mwili wake tulikuta umetupwa katikati ya pori Kondoa. Sidhani kama ni alijipeleka mwenyewe kwenda kujitupa kwenye pori lile. Ni dhahiri ameuawa kikatili sana. Nadhani polisi watakuwa waendelee na uchunguzi, watupe ushirikiano kujua ni nini kinachoendelea.
Tumeona polisi hapo, kuna taarifa imetoka, wanadai kwamba yoyote mwenye taarifa za kufanikisha uchunguzi yeye ndo asipeleke polisi. Yeah. Unaona hii imekaje? Sijui labda ndo taratibu za kazi. Kila mtu ana kazi yake, kila mtu ana ujuzi wa kazi yake. Sijui kama takuwa ndo taratibu zao labda. Baba yangu hajawahi kujihusisha na siasa wala chama chochote. Hajawahi kuwa mfuasi wa chama chochote cha siasa. Namkumbuka baba yangu kwa mengi sana. Bali na kuwa mzazi, alikuwa ni rafiki, mtu wa watu, mtu mwenye kujali familia na tegemezi na nguzo kuu ya hii familia. Na sasa imevunjika na sijui chochote kitakachoendelea, kwa kuwa alikuwa ni tegemezi na nguzo kuu ya hii familia. Baba ameacha watoto 3, wa kiume 2, wa kike 1.